Kuna shule moja ndani ya Korea inaitwa Joshin. Hii shule wanasoma watoto wa kitajiri tu, hakuna mtoto maskini hata mmoja. Na hii shule ya vibompa ada yake ni sawa na gari ya ndaro ambayo anatamba nayo mjini, yani ile S-Line ya milioni 55. Sasa leo kuna mwanafunzi alikuwa akikimbia kutokea katika hiyo shule, kwani kuna kitu alikuwa amekiona na hakupaswa kukiona. Kiukweli mwanafunzi huyu alikuwa na hofu kubwa sana, hata kuwapigia polisi alisahau. Lakini ghafla tu kuna gari likuja ikambamizia mbali, mwanafunzi akawa ni majeruhi tena asiyetamanika. Kiza kizito kikatanda na hatukuelezwa ni nini ambacho kilikuwa kimejili. Miezi 5 baadaye, ile shule ili kufidia upungufu wa yule mwanafunzi mmoja ambaye alitoweka, basi walitangaza scholarship kubwa sana kwamba mwanafunzi yeyote ambaye atafanya vizuri atapewa scholarship ya kuja kusoma hapa. Na bahati ikamwangukia mwamba mmoja anayefahamika kama Kang Ha. Anatokea katika maisha ya kimaskini tu, amebahatika kuja kusoma shule ya matajiri wote. Basi bwana mdogo alipewa nafasi ya kuweza kusalimia wanafunzi wengine, akajitambulisha sana pale na akaomba ushirikiano mkubwa sana baina yake na wanafunzi wengine. Lakini wanafunzi walipokuwa kimtazama kwa dharau mno mwanafunzi ile kuja kwa scholarship, alafu wao wanalipa kama milioni 55 hivi. Lakini wakati mtoto wa Kapuku anaendelea kujieleza pale mbele, kuna mtoto mmoja wa kibompa sana alikuwa anaingia. Ghafla tu maiki kazimwa. Huyu Mr. ambaye anaingia kwa sasa ndio mjukuu wa mmiliki wa hii shule. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi huyu ni kama mmiliki wa baadaye. Hasa Mr. Kang alikuwa anashangaa kwa kwamba mbona maiki ni kama imezimwa? Halo, tunajaribu anakuta maiki imezimwa tu. Na kumbe mpaka mwamba Rian aweze kukaa ndio maiki zinaweza kuwashwa. Basi baada ya mwamba kukaa, jamaa kaendelea kuhamasisha wanafunzi wasome kwa bidii ili wazikomboe familia zao. Kumbe familia za wenzake bana zilishakombolewa miaka ya zamani sana, ni familia zinazojiweza mpaka zinalipa ada ya milioni 55. Sasa wanafunzi wakawa wanashangaa kusoma kuikomboa familia wanaikomboa kwenye nini labda, yaani wakawa wanashangaa ukombozi tena. Basi mwalimu akaja akawaambia wanafunzi wengine wote, asanteni kwa utambulisho kwa mwanafunzi mpya, basi naomba tutawanyike wote. Basi mwamba akawa ananyanyuka tu anaendelea kuondoka, wakamsimamisha akamwambia kaa chini kwanza wewe. Ikabidi mwamba akae kwa sababu kuku mgeni akosagi kamba mguni, aangalie utaratibu uko vipi. Akashangaa kumbe inatakiwa yule mwanafunzi Rian anyanyuke kwanza aondoke ndio wengine wanafuata. Mwamba Kang Ha kumbuka ana tabia za Kiswahili kidogo, akaanza kusema jamani, kwa nini huyu kaka wanamheshimu kiasi hicho? Akasema hayatuhusu, akaondoka. Sasa kuna kabidada fulani kanaitwa Hera, kakamuonea huruma Mwamba, kakasema naomba nipatie namba yako ya simu wewe kaka wewe. Basi haraka sana Kang Ha akaandika namba yake ya simu, tena jamaa kafurahia, yani siku ya kwanza naanza shule napata na demu siku hiyo. Noma sana yani. Alafu samani dada, eti darasa la Kiingereza liko wapi? Basi bidada Hera akamwelekeza Mwamba wapi darasa la Kiingereza lilipo. Sasa sijui Mwamba Kang Ha alikuwa ameelekezwa sehemu sahihi ama sio sehemu sahihi, kwa sababu alipoingia tu mule darasani mwalimu akamwambia toka. Sasa Mwamba ikabidi kujisogeza katika darasa jingine tofauti kidogo na lile, lakini alipoweza kuingia tu darasani akataka kukaa siti ya mbele. Alipotimuliwa Mwamba Kang yeye mwenyewe akajiongeza akaenda kukaa siti za backbench. Aligundua kabisa kwamba hapa wanakaa kwa matabaka. Alafu hapa ndani ya shule kuna hoteli pia, na hizi hoteli kuna nyota 5 na hizi za kawaida. Sasa katika hoteli za nyota 5 humu kuna kiingilio kizito na wanaoingiaga ni watu 4 tu. Mtu wa kwanza ni bidada yule Hera aliyekuwa anamuomba Mwamba namba ya simu, kumbe ni kibompa vibaya mno. Mwamba wa pili anafahamika kama Jae-hee. Watatu ni mjukuu wa mkuu wa shule hii au mmiliki, anafahamika kama Rian, na mwisho kabisa anafahamika kama Woojin. Lakini kwa bahati mbaya sana siku ya leo Jae-hee alikuwa bado hajarudi nchini kwa sababu alikuwa amesafiri kuelekea Marekani. Kuna issue alikuwa anaelekea kuifanya. Yaani shule ina watoto wa vibompa si mchezo. Yaani kukuta mtu anaitwa Frank Subaru, yani babake ndo anamiliki kiwanda cha Subaru ni kawaida tu yani. Yaani kama kuna wabongo wangepata nafasi ya kusoma hapa, basi bila shaka kuna wengine tungesikia huko anaitwa Pendo Kandoro, Hussein Kashata. Hasa wakati wamebakia hawa matajiri watatu ndani ya hoteli, ghafla tu Woojin akapata dharura akawa ametoka. Kwa hiyo ndani akabakia bidada Hera pamoja na mwamba Rian. Basi bidada Hera kwa sababu anampendaga huyu Rian akawa amemfuata na kuanza kumseduce. Na kumbe huyu mwamba Rian ana date na yule bidada Jae-hee ambaye ndo anawasili siku ya leo kutokea huko nje ya nchi. Na huyu bidada Hera ndo alikuwa ameelekea airport kwenda kumpokea. Kwa hiyo ni kama alikuwa anamzunguka rafiki yake, yani anampendaga huyu mwamba, alafu upande wa pili anamnafikia rafiki yake huyu anayefahamika kama Jae-hee. Sasa huyu bidada Hera akawa anamkaribisha Jae-hee kwa ukarimu mwingi sana, lakini bidada alikuwa kimya tu. Akaanza kumwambia kwani ulielekea nje ya nchi kwa miezi 3 pasipata kuongea? Sasa kwa kawaida bidada Jae-hee sio muongeaji sana, akasema rafiki yangu, naomba tutaandaa marafiki zetu tuweze kukutana ndani ya ile wiki, sawa Basi bidada Hera akasema sawa, akatuingia katika simu yake akaingia ndani ya grupu lao la matajiri tupu, yani humo wako 4 tu na ni matajiri so poa. Akaandika kwamba bidada Jae-hee ameweza kurudi na anahitaji kikao pamoja na sisi, kuna jambo anataka
wanataka kuongea. Ninaposema kuna watu wana hela, basi hapa namaanisha watu wana hela bana. Bidada anarudi safari ya miezi mitatu tu, kuna bendi zikawa zimeandaliwa. Wasanii kama wakina Diamond Platinum walikuwepo humo ndani, lakini pia wakina Davido kutokea Nigeria na wenyewe waliendelea kujipatia chochote kitu katika hii familia. Yule mwamba anayefahamika kama Kangha, mwanafunzi mgeni pale shuleni, naye alikuja hapa kama mpiga kinanda bana, anajitafutia chochote kitu hapa. Hasa mwamba namna alivyokuwa anapiga kinanda ni kama hakumfurahisha sana bidada. Kwa bidada akawa anaondoka kwa hasira. Babake ikabidi kumfuata na kumwambia binti yake, "Je, hujafurahia?" Lakini je hii akasema kwamba anajisi uchovu kidogo wa safari, kwa anahitaji akapumzike. Baba mtu akamwambia, "Kuna floor ya pili pale gorofani, unaweza kaenda kukaa pale. Alafu badilisha nguo, acha kuvaa kama mama yako bana." Sasa inaonekana huyu mzee hapendi kabisa binti yake akivaa sawa sawa na mama yake. Sasa binti yake akawa anauliza, "Unamaanisha nini? Mamangu yupi huyo?" Lakini mzee akasema, "Simaanishi mama yako wa kambo, namaanisha mama yako mzazi. Utakiwi kuvaa kama yeye, unasababisha mimi namkumbuka sana." Basi je hii akasema, "Sawa, ndakwenda kubadilisha nguo hii." Alafu mzee akamputa bidada kwa nguvu ile lipstick aliyokuwa amepaka. Akasema, "Sitaki upake lipstick ambayo alikuwa anapakaga mamako uchafu yule." Bidada je hii akaivua ile nguo kwa hasira akaitupa chini, alafu akaanza kupiga shisha. Sasa wakati huo mwamba Kang naye alikuwa mitaa hii. Bidada je hii hamjui Kang kwamba ni mwanafunzi mwenzake. Akasema, "We kaka, naomba shati yako mara moja." Basi yule kaka akampatia ile shati, asijue kwamba hao wanasoma pamoja. Baada ya hapo bidada akaelekea katika eneo maalum kabisa ambalo walikuwa wamepanga kukutana na wanafunzi wenzake, kwa sababu leo alisema kuna jambo anataka kulizungumza. Lakini kabla ya mazungumzo akasema anataka washindane magari, alafu mtu atakayekuwa wa kwanza kushinda gari atakuwa na kwanza kuongea neno lolote lile. Basi mwamba Ryan akakubali kwenda kushindana na bidada je hii mpenzi wake. We bwana we, gari ambazo wanakwenda kushindania ni kama za bilioni 3 hivi. Yaani hii gari hata ikipata scratch tu basi inatosha kuuza mali za ukoo wenu mzima kwenda kufanya service ya gari hii. Mwamba Ryan alikuwa anakimbia na alikuwa ni mjanja zaidi, lakini kwa sababu alitamani bidada je hii aweze kushinda, basi akawa amemwachia bidada nafasi, bidada akashinda. Na makubaliano alikuwa mtu atakayeweza kushinda anatakiwa kuongea neno ambalo liko ndani ya moyo wake. Bidada alipoweza kushinda yeye akasema, "Naomba tuachane." Unajua mwamba alipigwa na butwa, akamuuliza bidada, "Nimekukosea nini mpaka tuweze kuachana?" Na bidada akasema, "Unanipendea nini?" Mwamba akajikuta yuko kimya tu kwa sababu hana hata sababu ya kumpendea huyu bidada. Yaani mwamba alichanganyikiwa sana, akaanza kumuuliza bidada je hii kwamba nimekosea nini. Bidada akasema, "Una sababu ya kunipenda?" Unajua utani hivi. Yaani mwamba akajikuta anampoteza bidada je hii, akaanza kukumbuka kumbukumbu nzuri za namna ambavyo walikuwa wakiishi pamoja. Kesho yake mwamba Ryan anaonekana akiwa anawasili katika mitaa ya shule, lakini mkononi pake ni kama na bandage hivi. Lakini licha kwamba wameweza kuachana, lakini bado bidada je hii naye aliweza kushuhudia ile bandage katika mkono wa mwamba. Akawa na wasiwasi kidogo, huyu jamaa alifanya nini? Hasa mwenzetu na sisi Mr. Kang yeye alikuwa anamuona bidada hapa je hii. Alipomuona tu akaanza shobo, "Mambo dada, tulionana jana." Lakini bidada alikuwa busy. Hasa wakati huo mwalimu alikuwa anatangaza hapa mbele kwamba kuna application zitakuwa zinafanyika siku ya leo. Ikabidi mwamba Kang aweze kuuliza, "Jamani, kuna application gani zinafanyika siku ya leo?" Lakini kila mtu aliyekuwa anamuuliza hakuweza kumjibu. Yaani wanaona kama kujibizana na maskini wanajikosea hivi. Yaani wanaogopa hata kujenga urafiki na Kang, wanahisi kwamba anaweza kawaambukiza umaskini. Yaani wanahisi kama umaskini ni ugonjwa fulani hivi. Lakini huku upande wa pili mwalimu alikuwa anaongea na monitor wa darasa. Anasema kuwa makini sana na huyu mwanafunzi mgeni anayefahamika kama Kang, kisije kikatokea kama kilichotokea mwaka jana. Hasa inaonyesha mwaka jana kuna tukio liliwahi kutokea na hilo tukio likamwogopesha sana huyu monitor. Yaani aliposikia habari hizo akasema, "Sawa mwalimu, we bwana we, kiwanja cha michezo cha hii shule ndugu yangu ni kama kiwanja cha Azam kilichogharimu uwekezaji mkubwa." Mwamba Ryan alikuwa amejiandaa kwa ajili ya michezo, lakini anajikuta hadi mpaka mudi ya michezo imeisha, haipo kabisa. Anajiuliza amemkosea nini bidada angalau muombe msamaha, lakini hana kosa lolote lile. Hasa huku upande wa pili bana, Mwamba Kang amechukuliwa hapa, yuko kuelekezwa kidogo taratibu za hapa shuleni. Anaambiwa kwamba usisubutu kukaa mbele wakati wote ule wa darasani, hata katika viwanja vya michezo kaa backbencher. Ukiona matajiri wanacheza mpira wa miguu ama mchezo mwingine wote ule usiingilie. Nyie maskini mna vigimbi vimekomaa sana huko, mkitoka kulima viazi mnaanza kutaka kucheza na matajiri. Ukimvunja mtoto wa tajiri wanakuvunja ukoo wako mzima. Na ukiona mwanafunzi yoyote hapa shuleni amevalia tai nyekundu, muogope haraka sana, huyu analipa milioni 55 hapa. Ila ukikuta mwanafunzi amevalia tai ya blue, unaweza ukajenga naye hata urafiki, kwa sababu huyo ni mtoto wa maskini mwenzako, naye amekuja hapa kwa scholarship tu, na sisi tunaoongea na wewe ndio maskini wenzako ambao tumekuja hapa kwa mswalia mtume tu, yani kwa bahati nasibu. Kwa hiyo tunakushauri wewe rafiki yetu na mwenzetu, usije ukaingia matatizoni kwa kujichanganya na matajiri. Kamwe usije ukasubutu. Mwamba Kang jibu alilotoa akasema, "Acheni uoga wa shamba nini? Hivi nyinyi mnanishauri nini mimi? Yaani mlivyojikusanya kama kikundi cha wacheza baikoko nikajua mna jambo la maana bana. Mnakuja kuniongelea ujinga namna hiyo. Mimi sio muoga kama nyie." Hasa mimi nakwenda kumsalimia mwanafunzi tajiri wa kwanza hapa shuleni, na atanipa mkono. Basi Mwamba akatoka pale moja kwa moja akamfuata Ryan akampa mkono. Yaani Ryan hata kuhangaika sana. Alipoangalia ile t-shirt akagundua ile t-shirt ya kuokota Karume. Hizi sio type zangu. Akampita Mwamba kama karatasi. Hasa huyu bidada Hera alishuhudia hilo tukio. Kumbuka kwamba Hera pia ni mtoto wa kishua vibaya sana. Akaweza kumuona Mwamba
Mwamba ameweza kukumbuliwa namna ile, ikabidi kumwambia na kualika katika pati yangu siku ya leo, alafu ndakutumia gari, lakini ndakutumia na mtu ambaye atakuja kukuchukua, sawa Mwamba yeye akakubali tu, lakini swali ni moja tu, kwa nini bidada Hera alimuomba Mwamba namba ya simu siku ya kwanza tu, alafu leo anamwalika katika pati na anasema ataagiza dereva aje kumchukua na kumleta katika pati? Kuna siri gani hapa? Bwana, dude letu kwa episodi ya kwanza linakomea hapa. Tukutane katika episodi ya pili. Nikwambie kwamba kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, basi unangoja nini? Fanya hivyo haraka sana, kwani episodi ya pili inadondoka sasa hivi. Bwana, mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.